Ukikiuka sheria hizi za YouTube unaweza kufutiwa channel au usilipwe kabisa. Watu wengi wanaanzisha channel za YouTube wakiamini kazi kubwa ni kupata subscribe 1000 na viewers pekee. Lakini ukweli ni kwamba unaweza kuwa na subscribe 1000 na bado usilipwe hata senti moja, au channel yako ikafutwa kabisa kwa sababu ya kukiuka sheria za YouTube. Katika video hii nitakuonesha makosa makubwa ambayo creator wengi huyafanya bila ya kujua, na anaweza kusababisha channel yako kufungwa au mapato kuzuiwa kabisa. Kosa la kwanza ni kupakia video za watu wengine bila ruhusa yao wenyewe. Hili ni kosa kubwa sana. Ukichukua video ya mtu mwingine kutoka YouTube au TikTok, Facebook au sehemu nyingine na kuipakia kama ilivyo, unaweza kupata copyright sticker. Matokeo yake video kufutwa, kutopata mapato, channel kufungwa baada ya sticker kadhaa. Kama unatumia video za wengine, hakikisha umebadilisha kwa kiasi kikubwa na kuongeza maelezo au mafunzo yako. Kama ni mara ya kwanza kuangalia video zetu, ili uendelee kuzipata, bonyeza button ya chini hapo subscribe hapo. Safi, kisha gusa alama kengele, gusa all ili uwe mtu wa kwanza kile tunapoachia video mpya. Safi, like video kama umependa. Ewa, sasa share video hii, share Facebook, share WhatsApp. Kosa la pili ni kutumia muziki wenye haki miliki. Watu wengi huweka nyimbo maarufu kwenye video zao bila ruhusa. Matokeo yake ni malipo yote huelekea kwa mmiliki wa music hiyo. Video kuzuiwa katika baadhi ya nchi, wakati mwingine video kufutwa kabisa. Tumia muziki wa bure au unaoruhusiwa kutumika kwenye YouTube. Kosa la tatu ni kununua viewers, like au subscribe feki. Baadhi ya watu hutafuta njia za mkato kwa kununua viewers na subscribe YouTube. YouTube ina mifumo ya kugundua shughuli za bandia. Matokeo yake ni kupoteza mapato kabisa ama kuondolewa kwenye YouTube Partner Program, kufungwa kwa channel yako. Kosa la nne ni kupakia content ya kurudiwa. Mfano, slide show za picha tu bila maelezo, video za watu wengine bila mabadiliko makubwa, content inajirudia mara nyingi. Matokeo yake ni kukataliwa kuingizwa kwenye monetization ama kunyang'anywa mapato hata kama tayari unalipwa. Kosa la tano ni clickbait ya kupotosha. Kosa la tano ni clickbait. Yani kupotosha. Mfano, kichwa kinasema simu hii ni bure leo, lakini ndani ya video hakuna jambo hilo. Matokeo yake watazamaji kuripoti video hiyo. Ni kupunguza kwa uaminifu wa channel yako, adhabu kutoka kwa YouTube ikiwa tabia hiyo inaendelea mara kwa mara. Kosa la sita, content ya hatari au inayohamasisha madhara. Mfano, mafunzo ya kufanya vitu hatari, changamoto za kuhatarisha maisha, maudhui ya vurugu kali. Matokeo yake husababisha video kuondolewa kabisa katika mfumo wa YouTube, age restriction, channel kupewa onyo au kufungiwa kabisa. Kosa la saba ni spam kwenye comment. Mfano, ni kutumia content ile kila sehemu, kuweka linki za kutapeli, kutumia boti kukomenti. Matokeo yake husababisha akaunti kuzuiwa kufanya shughuli nyingine, channel kuchukuliwa kama spam. Kosa la nane linalofanya watu wengi kutoa taarifa za uongo. Mfano, habari za uongo, ahadi za uongo kuhusu pesa, maelezo ya kupotosha watazamaji. Matokeo yake video kuondolewa kabisa au pia kupunguzwa usambazaji wa video hiyo, au unaweza
adhabu kwa chaneli. Kosa la 9 ni kufungua chaneli mpya baada ya kufungiwa chaneli hiyo. Watu wengine wakifungiwa chaneli yao wanafungua chaneli nyingine ili kukwepa adhabu. Matokeo yake chaneli mpya nayo inaweza kufungiwa. Akaunti zinazohusiana zinaweza kuathirika. Kosa la 10 linalosababisha watu kunakili sauti au video za AI bila ubunifu. Siku hizi watu wengi wanapakua video, wanaweka sauti ya AI na kuzipakia. Kama hakuna mchango wa kutosha wa ubunifu wako, YouTube inaweza kuona content hiyo haina thamani ya ziada. Matokeo yake ni kukataliwa monetization, kupoteza mapato. Kama unataka channel yako ikue ilipe kwa muda mrefu, tumia content yako mwenyewe, usitumie content ya mtu. Tumia muziki inayoruhusiwa na YouTube. Epuka subscribe na viewers fake. Tengeneza maudhui yenye ubunifu. Fuata sheria za YouTube kila wakati, kwa sababu unaweza kupata subscribe wengi, lakini kosa moja kubwa linaweza kufanya channel yako ifungwe. Mwisho wa video hii niandikie kwenye comment iko lipi uliwahi kulifanya, na kama hujawahi kufanya